serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa kugharamia miradi kupitia mapato ya ndani, masoko ya mitaji, ubia na sekta binafsi na ushiriki wa taasisi za fedha za ndani, pamoja na kuendelea kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia na mashirika mengine ya kifedha ya kimataifa. Tutaendelea kufanya kazi nao kwa karibu. Ndugu zangu, wajibu wetu kama wananchi ni kuilinda miundombinu hiyo tunayoijenga kwa kushirikiana na wenzetu, kwa mikopo, kwa kugaiwa na kwa kusanya ndani. Wajibu wetu ni kulinda miundombinu hiyo, tuilinde na matumizi yasiyofaa, hujuma na uharibifu wa makusudi. Hatuwezi kutumia miaka mingi kutafuta fedha, kujenga miundombinu na kuanza kutoa huduma halafu tukakubali juhudi hizo ziteketezwe ndani ya muda mfupi. Hii haikubaliki. Na niwaombe wananchi, ninyi wenyewe mwe walinzi wa mambo hayo. Mtu anayeharibu mali za umma anateketeza kodi za wananchi na kodi za wananchi, kwa sababu mbali ya fedha tunayoikusanya na tukatoa kama mchango katika mradi, lakini hata mikopo tunayopewa tunakwenda kuilipa kwa uzalishaji na kodi za wananchi. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kodi za wananchi ziweze kuteketezwa kirahisi namna hiyo. Anayefanya hivyo anachelewesha maendeleo ya taifa, analivuta nyuma taifa, ni mhujumu wa uchumi wetu, ni adui wa taifa letu. Tusikubaliane nao. Mwisho, ni wasihi wa Tanzania wenzangu, hususan vijana. Tanzania ndiyo nyumba yetu, na kuna mtu alisema Tanzania ndiyo kwetu, hatuna kwengine katu. Hata kama itatokea nchi huko itaitwa Tanzania, lakini sio Tanzania hii, sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tulionayo. Lakini jamhuri hii ni moja tu dunia nzima. Sasa tukiharibu tunakwenda wapi? Hapa ndio kwetu. Tutunze kilicho chetu na tutunze nyumba yetu ili itufae sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Uharibifu wa miundombinu inaibebesha nchi gharama kubwa ya kuirejesha kwa kutumia fedha ambazo zingeelekezwa katika utekelezaji mwingine wa miradi. Hakuna faida inayopatikana katika kufanya hivyo zaidi ya huduma kuvurugika, shughuli za kiuchumi kudhoofika na kasi ya maendeleo ya taifa kudorora. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe walinzi wa kwanza wa miundombinu hii. Mmenisikia wananchi kule nyuma? Mmenisikia? Haya, mtakaye baini anaharibu miundombinu hii ambayo sasa inawapa raha. Mbagala huku mmekuwa wa kwanza kutumia mabasi yenye viyoyozi ndani, na mnaijua nyinyi raha mnayoipata kurahisishiwa usafiri wenu. Sasa msikubali kurudishwa nyuma. Wenzenu wa njia ile kule waliwaachia vijana wakachoma, na baada ya tendo lile, badala ya kuja Dar es Salaam mjini kwa 2,000 walikuwa wanakuja kwa 10,000. Sasa hiyo ndio hasara ya kuachia vijana waovu kuharibu miundombinu yetu. Na waomba sana muwe walinzi na msikubali hilo. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa, lakini pia barabara ile inayokwenda Gongo la Mboto sasa imefunguliwa rasmi. Nawashukuru sana, na kama mnavyoona basi sasa linasogea. Hili ndio lile nilokata tiketi, bado sijamaliza safari na kwenda kuangalia mpaka mwisho huko, alafu nimuoneshe mgeni wetu tunataka kuelekea wapi na yeye aone. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu.
Asanteni sana. Makofi mengi na vigelegele. Dr. Samia oye! Haya, naomba dogo pattern kwenye stage tuweze kumsindikiza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano.